kulikuwepo na wafalme ambao walikuwa na majina makubwa pamoja na ufalme zao pamoja na magari yao makubwa, wakapitwa na wakati na majina makubwa ikaisha. Walipofika wakati wa kuondoka duniani, wakaondoka duniani wakaacha vyote chini ya jua. Ni kwa maana hawakuwa wameweka vitu katika ufalme wa Mungu. Hawakuwa wamepokea kutoka katika ufalme. Unapopokea vitu kutoka katika ufalme, hata wakati umeondoka duniani, mali yako itabaki na kizazi chako. Kitu ambacho kitapokea. Kwa maana ulipata hizi vitu katika ufalme. Ni wakati mwingine ambao mumeona mtu anapoondoka duniani, na awe alikuwa ni tajiri tajika, na akawa ako na watoto ambao walikuwa wamesoma na wako na mali yao, lakini wakati mzazi anaondoka, wanabaki wakipigania mali. Inabaki ya kwamba mali imepotea. Wanapelekana kotini kwa sababu ya mashamba, wanapelekana kotini kwa sababu ya mali ya baba yao. Lakini ni kwa maana vitu vya duniani ni ubatili mtupu. Katika hiyo hali ya kupelekana kotini, wanapoteza kila kitu. Ni kwa maana hizi vitu si kutoka katika ufalme. Vitu ambavyo umepewa kutoka katika ufalme, hata ukiondoka mbinguni, kizazi chako kinasaidika. Praise be the name of the living God. Amen. It is not about the things that you will acquire in this world. Bila kufuata ufalme wa mbinguni. Lakini utakapokaa katika ufalme, wewe ni mwana wa mfalme, na upokee vitu vya ufalme. Kuna mambo ambayo hutang'ang'ania nayo duniani. Kwa maana unajua siku yako ya kiyama ikifika, hata ukiondoka duniani, watoto wako wako na mali. Ni kwa maana vitu ambavyo uko navyo ulitoa katika ufalme wa mbinguni. Hata ukiondoka, hawa watoto watapigania mali yako. Wataweza kuangalia mali yako, na wataachia vizazi vyao. Ni kwa maana ulikuwa umeakwaya hizi vitu kutoka katika ufalme wa mbinguni. Kuna mambo mengi ambayo inakaa ni kana kwamba ni ya msaada, lakini wakati tunaangalia na macho yetu, tunaona yenyewe hii mambo ni ya msaada. Lakini nataka niseme kitu kimoja, vitu ambavyo vinakaa vya msaada, especially chini ya jua, vinaweza zikaangamiza